ati Kenya muamuke asubuhi ati rais wa Kenya ati Rigathi Gachagua. Hiyo inawezekana kweli? Mtu ambaye ni mkabila hawezi ongea kitu bila kusema mlima. Na anasahau kama kuna mtu mjinga Kenya hii ni huyo Rigathi Gachagua. Anaongelea Wakikuyu na anasahau hii Kenya Mkikuyu ako kila soko. Hata Misigo Mkikuyu wako, Kimilili Mkikuyu wako. Huyo mtu ni mjinga na ni mkumbavu ya hali ya juu. Ama namna gani? Kama tungekuwa na mtu ambaye inafaa ahubiri amani kwa sababu jamii yake iko kwa kila sehemu ya Kenya, ni huyo Rigathi Gachagua. Kwa hivyo mimi niko tayari. Nikitafuta kiti yangu ya gavana ya Bungoma, mimi nitapiga magoti chini niombe Mwenyezi Mungu. Kama Rigathi Gachagua anataka kuwa rais wa nchi ya Kenya, mimi nitaomba Mungu barabara ya Rigathi Gachagua ikuwe nyeusi na ikuwe telesi, hii kiti ya rais aionee hivi sasa. Sababu hiyo itakuja kuokoa Kenya hii yetu hii hapa hivi. Sababu lazima tu apportion responsibility. Nani ameshindwa na kazi yake na nani ambaye amefanya kazi yake vizuri. Mimi wakati nimekuwa mjumbe ya Kimilili hapa, kulikuwa na wakati ambayo watu walikuwa wanafanya maandamano hapa wa kuvaa masufuria. Watu ambao unajua rais wa nchi ya Kenya ukienda kwake kutafuta unatumia akili ambayo uko naye. Ukienda mtafute mwambie akupatie shilingi 1500 atakupatia na uende. Ukitaka tu ukae na yeye tu upige picha na yeye ufurahie, atakaa tu hapo mpige picha na yeye uende. Mimi nimeenda kwa rais, nikaambia Rais William Ruto, watu yangu ya Kimilili, wale ya Mount Elgon, wale wa Tongaren, wale wa Webuye East hapa, wanatoka hapa ati kutafuta huduma ya serikali, ati wanaenda Huduma Center ati huko Bungoma. Akaniambia tunajua sheria ya serikali hairuhusu county ikuwe na Huduma Center mbili. Mimi nikabadilisha nikaongea Kizungu hapo nikamkoroga akakubali. Akanipatia pesa ya kujenga Huduma Center yangu hapo Kimilili. Hiyo ndio akili ile ambayo mimi nilitumia. Pia wakati nilikuja hapo nikasema mimi nataka kuwa gavana ya Bungoma. Nikasema ile chuo yangu ya Matili ipandishwe ngazi ikuwe National Polytechnic. Alafu kidogo vile bibi ya mzee Dominic Wetangula alikufa huko chini, hiyo maneno ikaharibika, wakapatia kisiwa Kimilili Matili ikakwama. Tena mimi nikapiga miguu kwenda kwa Rais William Ruto. Nikamwambia Rais William Ruto, sasa ile mpango yangu ya Matili ilikwama, nataka unisaidie ikuwe National Polytechnic. Akapigia waziri wake, waziri akamwambia ati policy ya serikali haiwezi kukubali ati county moja ikuwe na 3 National Polytechnic. Tena nikabadilisha pale lugha, nikakunja sura, nikamkoroga na Kizungu hapo, akakubali. Sasa Matili pia inakuja kuwa National Polytechnic. Nikutumia akili bwana, nikutumia akili. Let me tell you, hata yule mtu ambaye umependa akuwe rais, na wewe yule ambaye unawakilisha wananchi ukuwe mtu mjinga ya akili, mtaumia kuanzia asubuhi mpaka jioni. Si kweli?